Abedi TV, jicho la nyumbani. Malalamiko yanaenda yanapungua na mpaka sasa hivi tutayaona mbeleni mambo yatakuwa sawa. Lakini hata hivyo kuna changamoto kubwa bado mwenyekiti alijafanya kazi sana. Hivi huwa baraza la nizamu linatumia sheria gani kwa kuamua zile kesi ambazo zinakuja ofisini kwao? Ndugu mtangazaji, mpira wa miguu una sheria zake. Ina maana ukishindwa kuendesha soka mahali, ukipewa uongozi wa chama, lazima uendeshe kwa mfumo wa kisheria. Na baraza la nizamu, unajua sometimes mambo mengine ni figiso, hizo ndo zinachanganya. Lakini ukifuata vitabu vizuri, haliwezi kuchukua muda kuamua kesi ya mtu. Lakini na pia vilabu vyetu vina makosa, vina mapungufu fulani. Analalamika kwa hisia, halalamiki kisheria. Ndo hapo shida linatokea kwenye baraza la nizamu. Wewe unalalamikia kitu fulani, haujaweka kipengele hata kimoja cha sheria kumshtua yule mtu wa baraza la nizamu. Huyu ameshaweka hichi kipengele, na maana yupo sahihi. Hapa sitaenda popote. Amenibana tayari. Na maana lalamiko ya timu ya kilabu inaweza kumweka attention mtu wa baraza la nizamu au mtu wa kamati kuu, mtu wa chama. Kwa hiyo mimi niombe tu, pamoja na mapungufu wa baraza la nizamu au chama, na wenyewe timu zetu zina makosa yao. Kwa hiyo mimi nitawasii wao wanaweka vipengele kwa makosa wanaofanyiwa viwanjani. Hicho kitasaidia hata sisi kusimama kwenye sheria, kwenye misingi ya sheria. Na nimekuhakikishia kwamba kwenye ligi hizi tunakwenda kuanza, tutalifanyia kazi na watu watasema kweli mpira umerudia heshima ya hapa kambi. Unatoka kishia kwamba mambo yataenda kuwa mazuri. Ndugu zangu wana Abedi TV, mwenyekiti wa shirikisho Abe Mayele Kinwa anahakikisha kwamba mambo yataenda kuwa mazuri. Ligi inakuja siku ya Jumamosi, kuna kikao, msisahau kufika wenye viti wa matimu daraja zote kambini Nyarugusu kwa ajili ya kuandaa ligi nyingine. Kiongozi, kabla ya Jumamosi kuna zile taarifa ambazo zipo kambini kwa ajili ya uchaguzi wa kiongozi aidha rais wa chama cha mpira kambini Nyarugusu. Wewe kama mtangulizi, aidha wewe kama mwenyekiti, aidha rais ambao yupo sasa hivi, unataka kutuchezeshea ligi nyingine? Tuambie hapa kuna nini kinachoendelea mpaka uchaguzi usifanyike kwanza afu ndo ligi uje baadaye. Ni kweli kwenye kikao cha nyuma kuandaa hizi kasako na hizi ligi zingine, swala hilo likatolewa na mwenyekiti wa kambi Mheshimiwa Manirakiza Jafet. Lakini tukapambana na ligi, daraja la kwanza likaisha kabisa vizuri, lakini daraja la pili na la tatu tunakaribia tamati. Ni kweli nilipigiwa simu na mwenyekiti wa kambi huyu kwamba tunatamani tufanye kikao na vilabu, marais wa vilabu. Wao ndo wamenifanya mimi nifanye mialiko, na sijajua wana jambo gani. Mialiko yetu sisi tumeiweka kwamba ni kuboresha soka na kuandaa ligi mpya. Kwa sababu vilabu vifike kwa wingi viongozi, lakini na hilo litafanyika kwa vyovyote vile, kwa sababu wao wamehakikisha kwamba wana pointi 2 watakayo zungumza, lakini siwezi kuziongelea hapa, labda naweza kuovertake mambo ya waheshimiwa wakiona tena nimefanya mambo mengine. Kwa hiyo kuhusiana na uchaguzi mimi nipo tayari, ikiwa ni kuendelea na ligi nipo tayari, ikiwa wakisema tuingie kwenye uchaguzi nipo tayari kugombea kama mgombea, na naamini marais wa vilabu hawataniangusha, watanipa kura, sina wasiwasi. Mwenyekiti iko tayari kupambana. Kama wewe unajisikia utakuja kuweka upinzani upande wa shirikisho, usijiache nyuma, wewe njoo upambane na Abe Mayele Kinwa. Ni mwenyekiti ambaye aliingia toka tarehe 20 ndo alipewa hatamu ya kuongoza shirikisho aidha mpira wa kambi ya Nyarugusu. Mpaka sasa tumeshuhudia katika uongozi wake timu ambayo imefaidi sana makombe ni timu moja, GHI Bilombe na AB3 Abeye. Timu mbili samani, GHI Bilombe
nafikiria ana kombe 3 aiza 2, na Abe 3B ana kombe zake 2 katika uongozi wa Mheshimiwa Abe Maele Kinwa. Na zile timu ambazo zilikuwa zijawahi kuchukua makombe hapa nyuma, lakini kwenye uongozi wake, kwanza daraja la kwanza, daraja la 3 na daraja la 2, wengi wao wamefaidi kuchukua makombe na mpaka sasa hivi na wenyewe wanakuwa washindi. Tumpongeze kwa hilo. Mwenyekiti, zile sakata sasa, yale mapigano kuhusiana na uongozi wako, wanakusukuma hiki, wanakusukumia kile, wanafanya hivi, huwa wewe unajisikiaga aje wakisikia wanasema kwamba wewe unapenda kuchukua rushwa sana? Hivi kwenye ofisi yako nafasi ya rushwa ipo kweli? Nafasi ya rushwa kwenye ofisi yangu hamna. Ni kitu wanachokiongea, wanakiongea tu kama kawaida. Kiongozi yoyote yule. Mimi nakumbuka hata Muammar Gaddafi pale Libya, watu walisema alikuwa kiongozi mzuri, watu wanasoma bure, hata maziwa wanapana bure, lakini alichukiwa na wengine. Na maana ukiwa kiongozi lazima hao wakupende na hao wakuchukie. Na mambo ya rushwa kwenye ofisi yangu amna. Kwa sababu wakiniambia rushwa, ni nani analeta rushwa? Na chama kinaenda kumnyang'anya nani rushwa yake? Kwa hiyo mambo ya rushwa jameni amna kwenye ofisi. Tunafanya kazi. Sisi ni watumishi wa jamii ya wakimbizi kwenye mpira wa miguu. Lakini kitu cha pili, niombe sana kwamba tangazaji, swali lako kama nimelisahau. Swali iko hivi. Watu ile mikiki ndugu mtangazaji, amba sore ile mikiki naona kama vile inapungua. Ipo lakini sio kwa % nyingi kama hapo nyuma. No, hali ya uongozi tu. Yaani nimekaa nikachunguza nifanye nini. Na maana kwamba jamii ndio inayompenda mtu kwa yale anayoyafanya. Upinzani huwa ukosi kwenye mambo yote, hata kanisani. Wachungaji utakuta kwenye makanisani wana wapinzani, na ndo mambo ya kiroho ya kwenda mbinguni. Sasa hapa kwenye uongozi wa mpira wa miguu lazima kuwepo na wapinzani, lakini wapinzani ni kama vile nguvu zimepungua kwa yale ninayoyafanya kwa vilabu kama baba, au vilabu ni watoto wangu na nafanya mazuri kwa watoto wangu, na maana kwamba yale mazuri ninayoyafanya bado watoto wangu wanafurahia, na ndio maana bado napambana na wao wakakaa kimya, kwa sababu support ya kiongozi wa chama ni marahisi wa vilabu. Wakisapoti bado wanakukubali, na maana hapo hata kuje nani hawezi kutikisa. Na ndio maana au malumbano ni kama niseme kweli yamepungua, na Mungu akisaidia kwenye ligi hizi sikifanikisha, basi watu wataona mabadiliko makubwa sana na wataenjoy mpira wa kambi ya Nyarugusu hivi. Watu tutaona mabadiliko makubwa sana na tutaenjoy mpira kambi ya Nyarugusu. Wireless microphone zinakuja na mengine. Mwenyekiti anatuhakikishia mambo yatakuwepo. Anatarajia kujenga uwanja umoja wa kisasa ndani ya kambi ya Nyarugusu, na maombi yake yupo kwenye ofisi ya mkuu wa kambi ambaye ndo anaangalia masuala sana. Atoe kibali tuone uwanja wa kisasa ambao utakwenda kujengwa kambini Nyarugusu kwa ajili tu tunapata burudani za kutosha. Kikubwa zaidi ni kumuunga mwenyekiti mkono na tuangalie kile tutakwenda kufanya. Tumalizie mwenyekiti wangu, nisikuchoshe. King Villa TV katika ligi zako zote ulizochezesha ndo ligi ambayo ilichukua muda mrefu sana, na nafikiria kwamba watu tulisema sana, wadau, wapenda mpira, wakereketo wa soka kambini Nyarugusu tulilizungumzia sana. Hivi sababu ilikuwa ni nini zaidi? Nafikiria hii swala na hili swali niliuliza kuhusiana na baraza la nizamu, na nikakuuliza kwamba wanatumia sheria gani kwa kuamua kesi aiza malalamiko ambao wanapata kwenye ofisi yao. Na ili swala la King Villa TV waliofanya mpaka ligi iwe ndefu sana ni baraza la nizamu. Sasa ni nini kilifanya mpaka ligi iwe ndefu ambao haikuagi hata sio ligi kuu, ni ligi ya makundi, afu tukashangaa kwa ndefu nachukua miezi 11? Ni kweli ligi hiyo moja kati ya ligi nilizochezesha kama rais wa chama ilinipa changamoto kubwa, lakini tena ikanipa niseme picha au somo au funzo. Yani nikajifunza kupitia ligi ya King Villa TV Cup.
Na ndio maana unaona ligi kwa leo, ligi hizi zinaenda ni kiratibu tu, mwezi mmoja na wiki mbili na wiki moja zinaenda kutamatika. Maana nilijifunza kitu, ilinipa somo fulani. Lakini waliosababisha sana ligi hii kurefuka si wengine, ni bodi. Pamoja na mapungufu ya baraza la nidhamu, sawa, timu zilikuwa zina overtake mara moja, zinaenda bodi. Sasa bodi ikipata tu mara moja, wao wanashikilia. Sasa wanaanza kuzungusha hiyo kesi. Mimi nabeba vidhibitisho vyote vilivyokamilika kwa hili swala, lakini wanakataa, wanafanya mambo mengine mpaka ligi ikarefuka. Lakini nikapambana kama baba, kama rais wa chama, basi tukafikia tamati na jambo likaeleweka na mambo yakaenda kama kawaida. Aliyechukua kombe ni GH Bilombe, walipambana na Alliance ya 3. Mvua ilinyeshaka kubwa sana, akafanya comeback GH Bilombe 3-2, na ile ndio ilikuwa kombe lake la pili, aiza la tatu, kwa sababu yeye ndio ameshachukua makombe 3 GH Bilombe, mawili ila alimnyang'anya AB1 na ya Alliance, okay, na Miracles, na nyingine akanyang'anywa na AB3 Abeye Nyuki ndani ya uwanja wa A3. Hapo ndo kulipigwa ka finali nzuri sana, ambao nilitamani nichukue mic ili niwapatie mambo mazuri, mpaka watu wakaniuliza yuko wapi sauti ya Sana Maziwa. Nipo leo. Mwenyekiti, unatuambia kwamba tutapata mazuri na watu wengi wataangalia sana hichi kipindi chako kwenye Abedi TV. Jicho la Nyumbani tutatuma linki zetu kwenye makundi yetu ili watu waangalie yale ambayo unayowaambia. Tuambie kabisa hapa kwa kumalizia, kwanza swali ni nyingi lakini naona muda wetu ni mfupi, tutatafuta siku nyingine ambayo tutakuja kukichapa tena. Matarajio ya awamu ya pili. Mimi naanza kusema awamu ya pili kuhusiana na uchaguzi. Matarajio ya awamu ya pili, watu watarajie nini kutoka kwako, aiza kutoka chini ya uongozi wako? Ni kweli ndugu mtangazaji wa Abedi TV, ni kwamba kwanza wadau wa kambi na nje ya kambi wanaotufuatilia popote pale, watuunge mkono, tushirikiane, tuwe kitu kimoja. Tunaweza tukiwa kwa pamoja. Na niwahakikishie mabadiliko yatakuwepo tena ya kutosha. Lazima nifikishe 100% kwenye uongozi wangu. Na maana nikitoka, watu wawe na kumbukumbu kwamba uongozi wa Abe Melik Kinoa ulitufanyia mazuri zaidi. Najua hata niwe mzuri sitakuwa kama malaika, kama Yesu. Kuna mambo mengine ataenda ndivyo sivyo, lakini mazuri yazidi mabaya. Na niwahakikishie kwanza, mwezi wa 12 kama tulivyoongea na mdhamini wa Kasako, kuna sherehe ya kutoa mpira wa dhahabu, Ballon d'Or. Ina maana kwamba hiyo tumeshaandaa, ina maana tutavipeleka kwenye mtandao hivi karibuni, na watakao husika kuwachagua hao wachezaji, kocha bora, goalkeeper bora, mchezaji chipukizi, mfungaji bora, mchezaji huyo bora, au watu na goli la mwaka, goli bora, watakuwa ni makochas ni makochas wa daraja la kwanza wa vilabu vyote wa daraja la kwanza, kocha mkuu, pamoja na maadmini wa vikundi vya WhatsApp vinavyotuhabarisha michezo hapa kambini, pamoja na makamisa wa mchezo. Hao watakuwa watu namba 1 kutufanyia hiyo kazi mwezi wa 12. Hizo sherehe zipo kwenye ukumbi wa vijana na itakuwa sherehe ya kupendeza sana. Tunamshukuru sana huyu mdhamini Kasako, ni mtu muhimu sana kwa jamii ya wakimbizi. Kwa mimi niombe Mungu ambariki popote pale alipo. Na ligi tunakwenda kuanza. Hakika ligi hizi zitakuwa ligi za kiupekee. Na maana tutajiandaa. Tayari yeye tuna proposal ya vifaa, na naamini yeye huwa azungushi kichwa. Ukishampa kitu anakitekeleza, anakitimiza. Na maana vifaa vitakuwa vizuri, na hicho cha marefaris lazima kitakuwepo. Ina maana kwamba tuboreshe zaidi. Pia anayenihaga mambo ya stationery na yenyewe nimeshamtikisa, naamini mambo yatakwenda sawa. Kwa hiyo wadau wanaofuatilia Abedi TV, tunaomba supporta yenu kusaidia jamii ya wakimbizi
kwa vitu mbalimbali, ni vingi tu. Kitusaidia mipira, jezi za marefaris, flag corner hizo, flag linesmen, tusaidia hata benchi, hata plastic chair, hata nini. Hata tent hizi turubali vinafaa sana kwa kufunga ufunguzi na finali. Tutashukuru sana. Kwa hiyo mtarajie wadau, mambo mazuri yanakuja. Tena nashuhudia, tena naliongea kwa msisitizo kwamba mambo mazuri yanakuja. Mambo mazuri yanakuja. Yote na yote ni kumpongeza mwenyekiti aidha rais wa chama cha mpira kambini Nyarugusu. Toka 2020, 2024 amechezesha ligi 10 aidha 9. Mwenyekiti, ni ligi ngapi? Ni kweli, unajua tukichanga daraja la 3, daraja la 2, daraja la kwanza ni ligi zaidi ya 10. Ina maana kwamba tukianza na African Cup, tunakuja Kakankubwa Gerald Cup, tunakuja Kasanga Cup, baadaye tunakuja Yondi Tata Cup, baadaye tunakuja King Villa TV, baadaye tunakuja Kasako ya kwanza, watoto wadogo, baadaye tunakuja Kasako awamu ya kwanza, Kasako awamu ya pili. Na maana kama ligi takriban 9 kweli za daraja la kwanza. Ina maana daraja la pili hivyo hivyo na daraja la 3 hivyo hivyo. Ina maana ni ligi takriban 10 au 20 hivi. Utatusaidia kupiga mahesabu. 9 mara 3 wewe utajua ni kiasi gani, kwa sababu ndo ligi ambazo amezipiga kiongozi Abe Mayele Kinoa, na katika ligi zake zote huwa mpaka leo tena amekizungumzia ligi ya King Villa TV ndo ligi ambayo ilimpa changamoto kubwa. Sawa, sisi kama wana Abedi TV jicho la nyumbani hatutamwaahidi mwenyekiti hapa ili na wewe usikie nini kile ambacho tutamwaahidi, ila tutamwaahidi nyuma ya kamera na mambo yetu yatakuja vizuri. Yote na yote ni kushukuru sana mwenyekiti kutupa nafasi ya leo kufanya mazungumzo na wewe kwa dakika hizi chache ambao tumekwenda kuzungumza na wewe. Tunashukuru sana. Abedi TV jicho la nyumbani liko nyuma yako, halitokuacha kabisa. Abedi TV jicho la nyumbani.